Cha kwanza inabidi wamuombe Mungu na wamshukuru Mungu sana. Kwa sababu ukiangalia mechi ya leo tulioiona ni Simba ambao sasa wana Simba wanaijua. Kwa sababu wana Simba timu iliyocheza mwanzo na leo ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo niseme kwamba yote kwa yote washukuru walipata matokeo ugenini. Lakini light matokeo yangekuja kupatikanika hapa, aibu ingewatokea. Lakini tunasema kwamba kwa nafasi tulioipata kwa wote wa Tanzania ni shangwe kwa Watanzania, kwa sababu ni historia tumeiweka ambao katika nchi zingine sidhani kama ilishawahi kutokea kwamba klabu bingwa timu mbili, shirikisho timu mbili. Kinachotakiwa ni kimoja tu, kwamba tutengeneze vikosi vyetu, tuviandae vikosi vyetu. Kama kuna mapungufu ambao kwamba yanatokea kwenye timu zetu, tuiandae mapema kwenye hatua ya makundi. Kila timu moja iende kwenye hatua ya robo finali. Kwa sababu itakapoenda robo finali zote, na maana tayari kuna kitu tena tunakitaka point tunaziongeza kwenye CAF kule, tunatengeneza point CAF. Kwa hiyo nasema kwamba Watanzania tuache masuala ya kuanza kuongea maneno ya kwamba staki fulani yaende, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo anatenga kalama ya kusema kwamba nani yaende. Kwa hiyo kama wangekuwa kwamba ni wa kutoka wangetoka, hata kama walikuwa wanaongoza goli, hata kama sisi tungekuwa kutoka tungetoka, lakini kwamba Mwenyezi Mungu alipanga kwamba kila mmoja afanye. Tanzania tuweke historia ya kwamba timu 4 zimeenda katika robo final, katika hatua ya makundi. Kwa hiyo nasema kwamba mimi mwana Yanga, mwanachama wa Yanga, na pia kwa ujumla kwa Tanzania, kwa sababu tunaye mama ambaye anasupport soka letu, na namuomba aendelee kumjalia Mwenyezi Mungu aendelee kumjalia huko mbele anakoenda safari zake. Kwa hiyo nasema kwamba yote kwa yote, naomba Watanzania kwa pamoja tushikamane, tuwe na umoja, tushaingia kwenye hatua ya makundi. Tushikamane, tuwe na lengo letu hili, tusiangalie maneno ya watu wengine, kwa sababu tunakokuwa tunapotosha na watu wengine tutakuwa tunafanya tunajiharibia wenyewe. Na ndio maana unakuta kwamba mechi na kuwa ngumu anasema fulani kaniharibia, wakati sio kweli. Na huko mechi na kuwa hivi unasema fulani kafanya hivi, wakati sio kweli. Kwa hiyo nasema kwamba sisi tukiwa na umoja, timu zetu zitafika mbali na ubingwa tutachukua.